Kinga ni bora kuliko tiba. Watu wengi sana wanapenda tiba kuliko kinga. Hivyo basi kuna baadhi ya matatizo ambayo yatakukumba ndani ya ndoa kama haujayatengenezea kinga kabla haujaoa. Kwa kama utapenda tiba, ukubali kuteseka na ugonjwa utakaotokana na matatizo ambayo utashindwa kushughulika nayo kabla haujaoa au kuolewa. Kwa mfano, kuna baadhi ya tabia zitakuathiri kama hautazishughulikia leo kabla haujaoa au kuolewa. Hizo tabia usipoziwekea kinga, moja kwa moja zitaenda kusababisha matatizo ambayo yataitikisa ndoa yako. Vile vile, mbali na tabia, inaweza ikajitokeza ukakosea kuoa au ukaoa mwanamke asiye sahihi au ukaolewa na mwanaume asiye sahihi. Hilo tayari ni tatizo ambalo umeshindwa kuliwekea kinga. Hivyo basi uwe tayari kwa ajili ya matatizo yatakayojitokeza ndani ya ndoa. Kwa sababu ya kinga ni bora kuliko tiba. Hivyo basi kama haujaolewa au kuoa, una nafasi kubwa ya kutengeneza kinga ya baadhi ya matatizo yanayoweza kuzuilika kabla ya kuoa au kuolewa. Kama uko single, una nafasi nzuri na una opportunity kubwa itakayokusaidia kushughulika na baadhi ya tabia ambazo zitasababisha shida utakapokuwa kwenye mahusiano. Kudeal na aina ya mwenzi ambaye unamhitaji kabla haujamchukua kuingia naye kwenye mahusiano. Hii ni kutengeneza kinga kabla ya kuingia kwenye mahusiano, ili kuepuka kuanza kutafuta treatment method, kutafuta dawa tiba kwa ajili ya hayo matatizo ndani ya mahusiano. Jitahidi ili kwamba unapokuwa kwenye mahusiano au kwenye ndoa usije ukapata matatizo ambayo yanaweza kuzuilika. Natamani kukuona ukiwa unashughulika na matatizo ambayo si kwa sababu eti umekosea kuoa au si kwa sababu ya tabia ambayo ungeweza kushughulika nayo kabla hata haujaoa au kuolewa. Kama uko single sharp, jitahidi sasa hivi kuanza kushughulika na wewe mwenyewe, kushughulika na aina ya mtu ambaye ungependa uwe naye kwenye mahusiano, ili kutengeneza kinga iliyo bora.